Kuna taarifa zinatembea kwa kasi kubwa sana mtandaoni ambazo zinadai afisa habari na msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe amekamatwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kwa mahojiano zaidi. Na taarifa inasema ni kweli Ali Kamwe anashikiliwa na polisi kwa kauli zake kwa viongozi wa serikali. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Ambwao amethibitisha msemaji wa Dar es Salaam Young Africans Ali Shabani Kamwe ameshikiliwa na jeshi la polisi tangu usiku wa kuamkia leo kwa tuhuma za kutoa lugha mbaya kwa viongozi wa serikali. Jeshi la polisi limethibitisha au limeahidi kutoa ushirikiano limeahidi kutoa taarifa zaidi juu ya hiki ambacho kinaendelea. Ikumbukwe kabla ya mchezo wa Tabora na Dar es Salaam Young Africans, Kamwe alinukuliwa akimjibu RC wa Tabora ndugu Paul Chacha kwa kauli ambazo zilitafsiriwa sio za kuheshimiana. Sasa kwa hili ambalo linaendelea hapa ndo utakuja kujua ni jinsi gani ambavyo mpira umeanza kuingiliwa na siasa, kwa sababu hichi ambacho kilikuwa kinaendelea toka juzi baina ya mkuu wa mkoa wa Tabora kuishambulia Yanga, lakini pia msemaji wa klabu ya Yanga kuisemea Yanga, kwa sababu haijalishi unaisemea Yanga kwa upande gani, pale ambapo taasisi yako inashambuliwa na maadui ni lazima uwe tayari kuidefend, kwa sababu hiyo ni brandi ambayo imetengenezwa kwa muda mrefu sana. So Ali Kamwe mimi siamini kama alikuwa na makosa, labda tuseme tu aliyekuwa na makosa basi ni mkuu wa mkoa ambaye aliingilia masuala ya michezo wakati yeye ahusiki kabisa, na kauli alizokuwa anazitoa wengi tulizisikia, naye zilikuwa zina mkanganyiko mkubwa sana, kwa sababu pia alikuwa anamwattack Ali Kamwe. Kuna kauli moja ilisikika akisema kwamba namuonea huruma sana huyu kijana na anaonekana amefunga. Sasa sijui hiyo siku itakuwaje pale ambapo watafungwa. Sasa hizo ni kauli ambazo sidhani kama zilikuwa na mashiko au na msingi. So haiwezekani akamatwe yeye tu kwa mahojiano, wakati hizo kauli zilitoka kwa wote, yani viongozi wote waliongea hayo mambo. So tusubiri tuone ni kipi ambacho kitaendelea kwenye hili ambalo linaendelea huko Tabora. Na kama polisi wamethibitisha kwamba ndugu Ali Shabani Kamwe amekamatwa na polisi kwa mahojiano zaidi, so tusubiri ni taarifa gani itatoka. Lakini katika hili mimi nasimama neutral kwamba wote walikuwa na makosa, kwa sababu walikuwa wanatupiana maneno. So hata huyo kiongozi wa serikali hakuwa na heshima juu ya kiongozi wa mpira wa upande wa Yanga, kwa sababu hawa wote ni viongozi, wanatofautiana sekta tu au taasisi tu, lakini haijalishi. Kama wewe umeingia kwenye maneno, ni lazima ukubali maneno, sio ukimbilie tena polisi kwenda kushtaki. So hili ambalo linaendelea hapa mimi sioni kama lina mashiko, na huu ni kama uonevu tu ambao umeendelea hapa, ambao unafanyika juu ya Ali Shabani Kamwe. Lakini tusubiri ripoti ya mwisho au kauli ya mwisho ya hawa polisi au jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kwamba wamefikia wapi juu ya swala hili. Lakini kwa wengi wana michezo, sisi tunaona hii haikubaliki na haiwezi kukubalika hata kidogo, kwa sababu kama kiongozi wa siasa wewe ndo uliingia kwenye mpira, ulijitupa kwenye mpira na kuanza maneno ya ngebe na kuituhumu klabu ambayo hiyo klabu, huyo ambaye mnamshikilia ni kiongozi wa hiyo klabu, tena sio kiongozi tu, ni kiongozi ambaye anaisemea hiyo klabu. Unamkamateje wakati alikuwa anaitetea brandi ya timu yake? Sasa wewe unamkamata kwa staili gani au kwa kosa gani ambalo amelifanya? Hapo cha msingi mimi naona tu ni nguvu, mamlaka na nguvu zao yanajaribu kuyatumia kuwadhoofisha hawa vijana ambao wanafanya kazi zao vizuri. Na mimi siamini kama Ali Kamwe alienda Tabora kwa ajili ya kwenda kushindana na RC wa Tabora bwana Paul Chacha. Siamini kitu kama hicho. Mimi naamini Ali Kamwe alienda Tabora kwa ajili ya kupambania pointi 3 ambazo wamezipata jana
kwa ushindi mkubwa sana wa magoli matatu kwa bila, mechi ambayo ilikuwa na maneno mengi sana nje ya uwanja, lakini Yanga wamedhihirisha kwamba ni timu bora ndani ya uwanja, japo mkuu wa mkoa huyo alithibitisha kwamba Yanga si lolote si chochote, ila Simba ndo timu bora hapa Tanzania. Sasa hivi vitu kama hivyo unaviongea tena, unaishusha brandi ya timu ambayo hata viwango vya FIFA, viwango vya kafu vinathibitisha ubora wake. Wewe unaenda kutoa maneno ya ngebe, hata kama wewe ni shabiki wa Simba, lakini ukae ujue position yako wewe ni kiongozi ambaye tena kiongozi wa serikali. So ulitegemea kwamba hayo kiongea Yanga watayakalia kimya, au uongozi wa Yanga utakalia kimya? Rahasha, ulitakiwa ujibiwe na ulijibiwa. So hutakiwi kukimbilia polisi, hao yalitakiwa yaishe kama yalivyoanza. So katika hili mimi siungi mkono kabisa kwa hiki ambacho kimeendelea. Kitendo cha kumkamata Ally Kamwe ni uonevu wa hali ya juu, na polisi wanatakiwa walione hili kwamba hiki ambacho wamekifanya si halali na akiwezi kukubalika hata kidogo, kwa kumkamata mtu ambaye alikuwa anashambuliana naye. Kama alikuwa anamshambulia ni sawa, akamatwe, lakini kama walikuwa wanashambuliana kwa maneno, kwa sababu hizi ndinga zote au mbinge zote hizi ambazo zilikuwa zinaendelea zilikuwa zinaonekana mitandaoni. RC alikuwa anasikika naye akiongea maneno mengi, wakati Ally Shabani Kamwe naye alikuwa anafanya hamasa yake na anaongea kwa upande wake. Sasa iweje leo hii mkamate mseme alikuwa anamshambulia kiongozi wa serikali, kwamba yeye hakujua kwamba ni kiongozi wa serikali alipokuwa ameingilia mchezo na kwanza kuzungumza mambo mengi sana? Mimi naamini kama polisi wangekuwa ni watu ambao tuseme wanatenda haki, walitakiwa wa kwanza wamkamata alikuwa ni RC, kwanza athibitishe kwa yale yote aliyokuwa anayasema, lakini mpaka sasa hivi inaonekana hajakamatwa, kwa sababu yeye ndo alithibitisha masuala ya rushwa. Yeye ndo alithibitisha kwamba Yanga wanahonga vilabu, wamewahonga wachezaji wa timu yao ya Tabora. Sasa yeye ndo alitakiwa kamatwe, mpaka sasa hivi au yupo nyavu na TAKUKURU wanaendelea kumhoji, lakini unfortunately anakamatwa mtu ambaye alikuwa anaitetea brandi ya ofisi yake kutokana na kile ambacho kilikuwa kinatokea. Sasa unamkamateje mtu wa namna hii, au unafanyeje trap ya namna hii? Kwa sababu hapa hakuna usawa ambao umefanyika. Huu tunauita ni uonevu 100%. So tusubiri tuone polisi watakuja na taarifa gani, ila taarifa ndo hiyo. Na mechi ambayo ilifanyika jana ilifanyika kwa ukubwa. Mechi mimi naweza nikaitafsiri kwa lugha moja kwamba haikuwa vile ambavyo wengi tulikuwa tunawaza kwamba ingekuwa. Ilikuwa tofauti kabisa kwa ukubwa wa maneno ambayo yalikuwa yanasemwa na uongozi wa Tabora United. Mimi nilitegemea kwamba wangeonyesha kiwango kikubwa sana, lakini kilichokuwa kinaonekana jana ilikuwa ni vurugu tu, kwamba wao wanacheza kwa jihadi, lakini walisahau kabisa kwamba wanaocheza nao hawa ni mabingwa ambao wanaoshikilia ubingwa mpaka sasa hivi. Ni watu ambao wameishia makundi mashindano ya CAF Champions League, tena kwa ubora mkubwa sana ambao wao wanaothibitisha. Lakini Tabora United walidiriki kuongea mambo mengi, lakini kile ambacho kimetokea uwanjani ni tofauti na kile ambacho kilikuwa kinaongelewa. Yanga wameshinda goli 3 za halali kabisa, na goli 2 ambazo wamekataliwa Yanga ni goli za halali. Ukianza kufuatilia video ambazo zinaonyesha hayo magoli au footage ambazo zinaonyesha hayo magoli, utakubaliana na mimi kwamba yale ni magoli ya halali. Ni kwamba tu marefali Rensman alikuwa amekosea na halikuwa haendi na kasi ambayo Yanga walikuwa wanaenda nayo, kwa sababu ukiangalia goli la kwanza ambalo limekataliwa la Mzize, yani yule ambaye alitokea pale alikuwa in very quick, au alikuwa ni quick movement. Ukiangalia pia marudio ya ile video unaona kabisa alikuwa katikati ya mabeki, mpira unatoka naye akawa anatoka, lakini referee akamkamata kwa kusema ni offside, kitu ambacho hakikuwa halali. Lakini pia goli la pili vile vile mchezaji akatoka kwa kasi, mwisho wa siku bado wakasema ni offside. So Yanga jana walikuwa in super performance, kitu ambacho mpaka sasa hivi nahisi kinaendelea kuwapa confidence ya kuelekea huu ubingwa. Ijulikane kwamba sasa hivi wao ndo wanaongoza ligi
mpaka sasa hivi wana pointi 63 kama sikosei. Lakini anayemfuata nyuma ni Simba ambaye yupo nyuma kwa mchezo mmoja, ana pointi moja nyuma ya aliye juu. So tusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea juu ya sakata hili la Ally Shabani Kamwe, lakini pia juu ya msimamo wa ligi hii.